Lakini leo ni Machi 21, ni siku ya ushairi duniani ambayo inalenga kuhamasisha umuhimu wa sanaa hii katika kukuza lugha na kusherehekea utamaduni wake. Tutaangazia basi kuhusiana na sanaa hii ya mashairi kwa kuzungumza na wasanii, watunzi, kadhalika wakufunzi wa mashairi kutoka Jukwaa la Kiswahili hapa Tanzania. Lakini kwanza hebu tusikie makala fupi kuhusiana na sanaa hii. Karudi baba mmoja toka safari ya mbali, kavimba yote mapaja na kutetemeka mwili. Naam, hili ni miongoni mwa shairi maarufu sana ambalo hutosita kulitaja siku ya leo Machi 21, wakati dunia ikisherehekea siku ya ushairi mahususi katika kutambua umuhimu na mchango wa sanaa hii adhimu. Siku hii muhimu ilipitishwa rasmi na Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, mnamo mwaka 1999 ili kuunga mkono lugha tofauti kupitia ushairi na kuongeza fursa ya kuziokoa lugha zilizo hatarini kusikika katika jamii zao. Malengo ya uwepo wa siku hii ni kuhamasisha usomaji, uandishi, uchapishaji na ufundishaji wa mashairi duniani, kama linavyosema azimio la UNESCO la kutoa utambuzi mpya na msukumo kwa harakati za kitaifa, kikanda na kimataifa. Ushairi umewezesha kukuza lugha mbalimbali ikiwemo Kiswahili kutokana na umaridadi wa washairi katika maneno, misemo na nahau. Ushairi unatajwa kama ndio fasihi pekee ambayo huingizwa kwenye fasihi simulizi na fasihi andishi. Ushairi hutumika kuelimisha katika tamaduni zote na ni mojawapo ya aina tajiri zaidi ya sanaa katika utamaduni wa kujieleza kwa lugha na utambulisho. Hata hivyo, ushairi hufundishwa katika ngazi mbalimbali za elimu, lakini kama ilivyo katika sanaa nyingine, wapo wanaozaliwa na vipaji vya kuandika na kughani mashairi. Nchini Tanzania kuna washairi mashuhuri ambao wamesaidia sana katika kukuza sanaa hii kama vile Shaban Robert, Fufreiz Kezilahab na Said Sudi Andanenga, wenye mchango mkubwa katika lugha na falsafa. Vile vile wapo wengine ambao wameingia katika uandishi wa mashairi kwa kughani ili kuwafikia hata wale wasiopenda kusoma mashairi, akiwemo Mrisho Mpoto, Justin Kakoko, Male Hanzi, Helen Burungi na Amos Mujage. Katika siku hii tujiulize, je, ni kwa namna gani ni muhimu kuendeleza na kukuza ushairi kwa kizazi cha sasa na kijacho ili kuhakikisha kwamba lugha na utamaduni wetu vinaendelea kuhifadhiwa? Momo Kasri la Kikeke, Crown Media. Shukrani sana Momo kwa kuangazia siku hii adhimu kabisa ya ushairi duniani, na kama nilivyokuambia hapa studioni tuna wageni, na sasa ni watambulisho kwako unayetusikiliza na kutazama. Ni Ali Haji Gora na Mwanali Mwinyi Juma ambao wao wametoka Jukwaa la Kiswahili Tanzania na tunaiangazia siku hii. Karibuni sana na heri sana kwa siku yenu. Bila shaka nyinyi ni watunzi wa mashairi, sivyo? Asante sana. Tajitahidi sana kunyosha Kiswahili, maana najua watunzi wa mashairi huwa wanakuwa na uswahili fulani hivyo ndani, sio? Ndio. Kwa nini siku inaadhimishwa tarehe 21 Machi na sio siku nyingine yoyote? Ni kwa sababu wenzetu wa UNESCO wameona umuhimu wa fani hii ya ushairi na wamethamini mchango wetu. Kwa hiyo na sisi kama ambavyo wameweka maadhimisho mengineyo, na sisi wametuwekea tarehe 21 Machi ili kuweza kutathmini ushairi na kuonyesha mapenzi yao kwetu sisi. Kwa hiyo ni fahari kubwa kwamba na sisi washairi tumeweza kutambulikana na Umoja wa Mataifa kwamba na sisi tuna hadhi yetu duniani kote. Kwa hapa Tanzania hii siku tunaisherehekea vipi? Asante sana. Kwa hapa Tanzania hii siku tunaisherehekea kwa kufanya matukio mbalimbali, kwa sababu ukiangalia kwa mujibu wa taratibu zetu za washairi ni mwaka wa pili tunaadhimisha sasa. Tuliadhimisha mwaka juzi Zanzibar, lakini mwaka huu tumeadhimisha na wenzetu kutoka Tanzania bara. Kwa maana hiyo tunaadhimisha kwa mambo mbalimbali. Kwa mfano kama siku ya leo tumeadhimisha kwa kufanya mjadala na wadau mbalimbali wa Kiswahili, kama ilivyo kipindi ni Jukwaa la Kiswahili. Kwa maana hiyo kulikuwa kuna mada tofauti kuhusiana na Kiswahili, lakini vile vile kuna na mada zinahusiana na ushairi. Kwa maana hiyo tuliadhimisha kwa vitu kama hivyo hapo, na kwa vile unajua mwanzo mgumu ndio kwanza tunaanza, kwa tulianzia hivyo, lakini tukijaliwa hapa inshallah
panapo uzima na uhai mwakani yatakuwa makubwa zaidi kulikoni haya tuliyofanya leo. Umesema hii ni mara ya pili tangu mwanze kusherehekea siku hii. Ndio. Awali hakukuwa na hili jambo. Mashairi yalikuwepo. Mashairi na mmeanza huu mwaka wa pili hivi sasa. Sasa tukitazama kipindi hicho ambacho hapakuwa na siku mahsusi ya kusherekea mashairi hapa duniani, hususan nchini kwetu Tanzania. Na tangu mwanze kuisherekea siku hii ikiwa ni mwaka wa pili, kuna utofauti gani hapa? Utofauti upo kwa sababu kwanza watu wamepata kujua, shanifahamu ushairi ni nini, lakini nini kazi yake, lakini kwa nini sasa ipo hii siku. Kwa watu ilipokuwa bado hajafanyika haya mambo haya, yani hatujafanya hizi sherehe za tarehe 21 Machi kuhusu ushairi, ilikuwa watu walikuwa hii siku na walikuwa wanaijua baadhi, lakini nini tufanye? Sasa tu kwanza sisi Zanzibar mwaka juzi ile pale, wenzetu wakasoma kumbe tufanye hichi, tufanye na hichi. Kwa maana kila mtoto unajua hatua za mtoto zile, leo anaanza kukaa, leo anaanza kutambaa, leo anaanza kutembea, kesho mabio. Kwa maana sisi huko ndo tunakoelekea kwa sasa. Kwa maana hapo kabla ilikuwa ni hivyo, lakini hata hivyo baada ya kwamba imefanyika hii, kuna vipaji vingi tayari vimeibuka, kuna historia nyingi za watu wa ushairi wa zamani na mashairi yao. Kwa sababu kama tunaadhimisha siku ya ushairi, kwa maana lazima tutatafuta shairi gani ambalo liliuma kipindi kama hilo lilotiwa likasoma, sila leo wala jana, miaka ya huko nyuma. Shanifahamu lakini vile vile kuna mambo mengi ambayo yanapangwa, tukijaliwa tunakitaka kufanya tena, nini tukifanye kuhusiana na ushairi. Ndio maana ile nilikwambia tunaenda hatua kwa hatua. Ukitazama Zanzibar, kwa upande wa wanawake mko wengi ambao mnaghani mashairi tofauti na hapa Tanzania bara. Ndio. Tayari mnasherehekea sasa hivi na mwitikio ni kama huo ambao unausema hivi sasa. Ndio. Sasa tukitazama katika hii hali ya uwepo sawa kati ya wanawake na wanaume, unaizungumzia nini hasa kwa upande wa hapa Tanzania bara? Labda niweze kuzungumza kwamba wanawake wajitoe katika hili, kwa sababu kila kitu ni kujitoa. Shanifahamu wakati sasa hivi ukitizama wanawake, kuna timu za mpira hapa kwa vile tayari wamejitoa. Kwa na vile vile washairi wahani kutoka Tanzania bara, basi nilikuwa naomba tu wajitoe, kwa sababu wapo labda wanahisi mimi nitakosea, lakini ukianza mwanzo unajua wapi nimekosea, ile hatua ya pili urekebishe nini. Kwa hata mwisho wa siku unajikuta wewe uko vizuri tu. Ali, hii sanaa yetu sasa hizi inakwenda wapi ya ushairi? Sawa. Najua bwana, kitu chochote unapokuwa umekificha na unapokifichua ni tofauti. Watu wanakuwa hawajajua thamani ya kitu mpaka waone ambapo kimefanyika. Kwa hiyo maana sasa hivi tunakoelekea washairi, tunatoka katika kuonekana kwamba washairi ni watu ambao wamekoza kazi, wanafanya kama burudani na kwenda katika fursa ya kibiashara. Kwa mfano hivi ninavyokuambia mimi, zamani ilikuwa naweza nikaenda sehemu nimealikwa nikaghani utenzi ya ushairi, mimi ilikuwa labda ninachokipata ni mfuko wa dhifa, ndo malipo yangu. Kama harusini wapi na naambulia mfuko wa dhifa pengine na shilingi 5,000 ya nauli. Lakini sasa hivi na mkataba kabisa, naambia kama unanitoa hapa unanipeleka sehemu fulani utanipa hichi na hichi. Kama unanitoa hapa unanipeleka wapi, maana yake utanipa hichi na hichi. Kwa hiyo maana hiyo ni fursa tayari. Na tunakokwenda sasa, na mimi natakiwa niwe na manager kama ambavyo msanii wa Bongo Flava wa nini, niwe na afisa masoko, hali kama hiyo. Kwa hiyo maana yake tunakwenda kufanya mashairi sasa iwe ni fursa rasmi ya kujipatia kipato kama fani nyingine. Kwa hiyo mambo ni mazuri. Kuna pesa kiasi gani huko Ali? Labda na mimi nitarudi. Inategemea na kiwango chako, kwa sababu kitu chochote bwana unapokifanya kwa ubora manake unashawishi watu. Kwa mfano sasa hivi sisi kwa hapa Tanzania bara tumealikwa na wenzetu wa Jukwaa la Kiswahili, lakini sisi pia ni watendaji wa chama kinaitwa Chama cha Kuendeleza Washairi Zanzibar cha Kuwaza, ambapo mimi ni katibu mkuu na huyu madamu hapa ni mshika fedha wangu. Kwa hiyo manake sasa anapokuja taasisi labda ama watu binafsi ana sherehe fulani ama hafla fulani, tunakubaliana kwa sababu unaangalia na function yenyewe, kwa sababu kuna function inakuwa za kijamii zaidi. Kwa Ali, muda si mrefu baada ya matangazo tunazungumza na watunzi wa mashairi kutoka Jukwaa la Kiswahili Tanzania, Ali Haji Gora pamoja na Mwanali Mwinyi Juma. Wote hao wametoka Jukwaa la Kiswahili. Ulikuwa ukituambia kwamba fursa zipo lakini inategemea na uwezo wako. Pesa zipo lakini inategemea na uwezo wako.
Maokoto yapo, vijana mnasema maokoto, ingawaje si lugha rasmi, lakini tunaangalia muktadha ambao tupo na vijana. Kwa hiyo inabidi tukubaliane kwamba hii ni fursa. Na sasa hivi tunashukuru Mungu kwamba Tanzania tumepewa fursa nyingi. Sasa hivi tunashukuru kwamba mambo yamefunguka tofauti na zamani, na fursa zipo nyingi kupitia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari hivi. Kwa hiyo nia yetu ni kwamba sasa hivi ushairi nao sasa upige hatua, na mafanikio baadhi ya wasanii wetu tumeanza kuyaona. Kina Mrisho Mpoto tunaona namna gani wanakuwa kila siku na kupata mafanikio. Kwa hiyo na sisi washairi wa kughani sasa tunataka tuje huko sasa. Mtu akitaka kujifunza kuwa mshairi, mnamfundisha? Bila shaka, kama ambavyo sisi tumesema kwamba tunatoka chama cha kuendeleza washairi Zanzibar. Kwa hiyo jukumu letu la kwanza ni kuendeleza. Kwa namna gani? Kwanza kuwafunza watu. Kwa mfano mimi mwenyewe nimejifunza, mimi nimerithi kutoka kwa babangu marehemu Mzee Haji Gora, ambaye vitabu vyake kama Kimbunga skuli mashuleni kule au skuli vilikuwa vinahakikiwa. Kwa hiyo mimi nimerithi mikoba kupitia kujifunza. Kwa hiyo na mimi nawafunza wengineo. Kwa mtu akitaka kujifunza anakuja hapo kwenye chama chenu? Bila shaka yoyote. Akitoka huku bara inabidi afunge safari kuja Zanzibar. Hata sisi pia tunaweza kufunga tukamfuate, na tegemea hizi za kidigitali tunafuatana bwana Ali. Bila mitandao ipo. Mimi nataka kukupa mchongo kwamba yani wewe kuna pesa unaipoteza, kuna maokoto unayapoteza, na wote wawili kabisa kuna maokoto mnayapoteza kwa sababu kuna application inaitwa Mtabe. Ni ya Kiswahili, sio ya Kiingereza ukasema kwamba sasa tutafundishaje huko, na ni ya Kiswahili. Wewe kama ni mwalimu, kama ni mkufunzi, unaipakua, unajisajili, unaweka pale mashairi yako, unaweka masomo yako. Ukitaka kuwa mshairi mzuri fanya hivi. Soko la ushairi saizi liko hivi. Changamoto za washairi ni hizi. Ili hata mimi kama nataka kujifunza nikiingia pale nakuta Mwalimu Ali umeweka masomo yako pale. Yani ninavyokuja Zanzibar manake nishapata soko. Tayari ushaona kabisa utamu wa mashairi uko vipi. Sasa mimi kwanza nashukuru kwamba safari moja huanzisha nyingine. Kwanza leo kupata fursa ya kufanya interview hapa na chombo makini hichi cha Crown Media, tayari nishapata uelewa hapo. Umeona Kwa hiyo maana yake imekuwa mgeni njoo mwenyeji haponi. Sasa sote tumefaidika. Kwa hiyo nishapata taaluma hiyo, na madam hapa atasaidia kunikumbusha kwamba badala ya kuhangaika kuna huku tunaweza tu kutumia mitandao utapata faida hiyo. Na una simu janja kabisa hapo, ingia tu Play Store hapo ama App Store, pakua Mtabe. Pakua application ya Mtabe, mambo yanakuwa vizuri kabisa. Msiwe mnapoteza nauli za boti mnavuka boda huko wakati mambo yanaweza kuanzia huko. Anataka kukupigia simu anajua kabisa labda kuna kitu, yani lazima nifike nikaone Zanzibar. Mambo yanakuwa rahisi sana. Tukitazama ushairi unazidi kutanua mabawa tunasema. Na sasa hivi vijana wengi sana wamekuwa washairi na wanaimba katika style tofauti tofauti, ama wanaghani katika style tofauti tofauti. Ukitazama enzi zile kidogo kwa kuna style fulani hivi ya kizamani ushairi wa kizamani. Sasa hivi mambo yanakuwa tofauti kidogo. Kitazama kisoko hasa kati ya ushairi ule kughani kwa kizamani na kwa kisasa ambapo vijana wanafanya, nahisi kuna ladha ipi zaidi ambayo inaweza ikawa ina mvuto zaidi katika soko? Ile ya zamani au ya sasa? Kiukweli nikwambie kitu kimoja. Unajua unaweza ukapata kitu ukahisi kiko kizuri kwa kughaniwa kwake na kikawa kiko kibaya kwa kughaniwa kwake, kwa sababu sasa tunaenda na kitu kughani. Unaweza kuwa shairi langu likawa si lolote si chochote, lakini nikampata mghani au nikalighani mimi mwenyewe kwa sauti ambayo ya Muru inapendezesha, likawa hapo kambo hapo zuri. Na unaweza lika shairi zuri lakini likapata mghani ambaye hajalighani vizuri. Kwa sasa hapa tumeenda kwa vile tunaenda kwenye ughani, basi hapo yote hayo yanaweza yakani, kwa sababu sauti za zamani zipo kweli, lakini kuna nyingine ni nzuri, kwa sababu huko nyuma tunakotokea kuna utenzi unaitwa utenzi wa Ramia. Mpaka leo kama utaghaniwa na sauti ya Mahadhi utenzi wa Ramia utasema haya kama mapya, kumbe ni huko. Lakini hata tukimwangalia mghani Suleiman Ali ndiye yule wa TBC, unasikia na mghani yake yale ya zamani, lakini akilighani unajisi vipi? Kwa utajua kama ya zamani yale.
Kwa hiyo ile kughani nategemea na mtu mwenyewe vile anaghani vipi. Kwa hiyo kumbe inawezekana kwamba nikawa mwandishi wa mashairi lakini si ghani na kinyume chake. Yote na ukaona kazi zote mbili. Okay. Matias ametuambia kwamba nyinyi mnaghani mada tofauti tofauti na ametuambia talanta zenu ni kubwa sana. Yaani naweza nikakupa mada hapa saizi ukapita nayo. Kwa hiyo niwape mada hapa saizi. Bila shaka. Sisi Crown kama ulivyosema ni chombo makini. Tuna mashindano yanaitwa Samia Celebrities and Companies Cup. Hayo ni ligi ya mpira ya msimu huu wa Ramadhani ambayo tunawashirikisha watu maarufu na makampuni. Wanakuja pale kucheza mpira lakini pia kufahamiana, kupeana fursa, na tumeanza kama wiki 2 zimepita. Sasa hizi tuko hatua ya robo finali. Tunamaliza tarehe 25, inafanyika hapo Mikocheni. Tungependa kusikia mkigani kupitia hicho kitu chetu, manake wanasema mwamba ngoma lazima nivutie ngozi kwangu, sivyo? Kipambwe. Washiriki njoni, fursa imeshakuja, ni kombe la Ramadhani, hii ni yetu faraja, ni Radio Crown weanzisha kwa pamoja, ni kombe la Ramadhani, washiriki njoni. Kwanza pongezi sihaba, mkurugenzi yakini, zimwende kwa mahaba, kwa wazo lenye imani. Kwa futari tumeshiba, tunashukuru yakini, ni kombe la Ramadhani, washiriki njoni. Tunakutana kwa wingi na kujumuika sote na kupata mambo mengi, fursa tusisite. Hili jambo la msingi, pamoja tujumuike, ni kombe la Ramadhani, washiriki njoni. Mimi sisemi kwa adha, hapa nipo kituoni, twende kwa mshika fedha naye msikilizeni. Mimi nasisitiza ni Radio Crown na TV kwa pamoja, hichi ni chombo makini. Tuendelee madam. Mada akasema tofauti. Sawa, kati ya Mama Samia. Kombe linaitwa Samia Celebrities and Companies. Ila ni maalum kwa mwezi huu wa Ramadhani. Kwa hiyo kisha hamasisha kombe. Kwa hiyo na mimi nirudia hilo hilo. Sasa amesema tofauti. Basi wewe tughanie, sisi hapa tunasema kauli mbiu yetu inasema hapa ni nyumbani, na tunatoa maudhui mazuri kabisa. Kwa na kwa kuwa mmeshasema Crown ni media makini, tupeni maua yetu. Asante sana. Mwekazini mpaka unakaa vizuri. Rabbi ya Rahmani, Mola wetu ya dayani, leo tupo Crown vizuri tumetulia. Kuna kombe sikieni liko hapa Tanzania, Masamia eleweni, hawa wanasimamia muda ulio mzuri, tena baada futari, baada isha vizuri, da kuna subiria, tusoge viwanjani tuipate burudani. Crown tuwaungeni 100%. Je, mnalo jengine tuliseme mutuone, leo tupo kivyengine, washairi tawambia. Naomba nifike hapo. Jamani. Mashallah. Mashallah. Sasa kwa nini hii sanaa ya ushairi ni kubwa sana Zanzibar kuliko bara? Unajua ukizungumzia muziki kwa mfano Bongo Flava ni kubwa sana huku bara kuliko visiwani. Lakini kule ushairi na muziki wa mahadhi kama hayo ndo mkubwa sana. Kwa nini? Mimi labda nikujibu kwa ufahamu wangu, ni kwamba kila kitu kinategemea na asili. Sisi kihistoria tumetawaliwa na Waarabu na ndio maana unakuta sisi waimbaji wengi ambao wanaimba kule wanaimbia katika kitu kinaitwa Arabic scale. Kwa hiyo sasa sisi fani ya mashairi imetamalaki sana kwa kutokana na kuwa sisi ni watu ambao tumelelewa katika mwenendo huo wa Kiarabu.
na ndio maana unakuta kwamba washairi wengi wamejikita katika mahadhi ya kizamani ambayo yanazingatia yani vigezo vya ushairi vyote, vina, mizani, yani kila kitu namna kama hiyo. Sijui umenielewa. Kwa hiyo manake asili ile ndio inatufanya hivyo. Sisi ni watu ambao tumelelewa katika Uarabu, ndio maana kusema yetu, kuimba kwetu, vitu kama hivyo. Mashairi yapi hasa yanapendwa? Ya mapenzi, ya mambo ya siasa, ama ya maisha? Yapi ambayo yana wafuasi wengi zaidi? Kusema kweli, tukienda kama sisi washairi wa kughani, tunasema tunaenda mashairi kulingana na wakati mahsusi. Sawa Lakini tukienda katika mashairi ya nyimbo, basi tutakwambia za kimapenzi zimechukua nambari 1. Kwa sababu na nyimbo pia ni mashairi tunakubaliana hivyo. Lakini sasa ukija kimashairi kama sasa hivi, kabla ya jukwaa, ina maana hapo kuna mashairi ya kuhamasisha siku hii adhimu ya ushairi duniani. Sawa Lakini tunapoelekea mwaka huu, tukijaaliwa mwezi wa 10 tuna uchaguzi. Kwa hapa katikati tutakuja kuyasikia. Lakini tukitazama sasa hivi tuna Ramadhani hii. Kwa hiyo kuna watu wanasoma mashairi kulingana na kwamba huu ni mwezi wa Ramadhani, mashairi yake yanaenda hivi. Sisi tumeelewana Lakini tukisema kwamba kusema kwa nini kule Zanzibar wako wengi, sisi tuna kama tulivyosema huko nyuma tunatokea asili ya kimashairi. Tunabembeleza kinyimbo, mtoto usilie ukanilizana mie. Tunafahamu. Sasa mama anambembeleza mtoto vile. Yupo dada pale, mama kaondoka, dada analichukua lile usilie, dada na ndugu yake na atalichukua usilie. Kwa hiyo tunaondokea vile mpaka unakuta huku tena. Kwa sababu mfano mdogo tunao yule Yusra Makame, ano nini sana siku hizi Zanzibar, yule mwanafunzi wa skuli ya Hasnu Makame kusini kule kwa mama Samia. Sasa yule pale mnamuona uibukaji wake ni siku chache tu, lakini tayari yuko vizuri. Mpaka mwenye rais amemwahidi, kaomba gari, Mheshimiwa Rais akasema nitakupatia. Sawa. Sasa Mwanali na Ali, dunia inakuwa na kila jambo sasa hivi lina fursa na nafasi nzuri, hasa kwenye swala la maukoto kama ulivyosema na kibiashara. Mkitazama sasa hivi tasnia ya ushairi kuzika kisoko kwenda kwa mataifa ya wenzetu, nini mnakipanga kwa mwaka huu 2025 na miaka inayoelekea ili kuweza kujitanua zaidi sasa kimataifa? Asante sana madam. Kwa kweli sasa hivi sisi tumejikita katika kutanua wigo wa kuona kwamba tunapata faida kupitia fani zetu, na ukiangalia sasa hivi fursa zipo nyingi tofauti na zamani. Sasa hivi kuna mitandao mingi ambayo inasapoti mambo haya, lakini pia unaweza ukajiunga na masuala haya kupitia nyanja mbalimbali. Kwa mfano mimi mwenyewe sasa hivi kuna vitabu vya mzee ambavyo baada ya kufariki ameniacha mimi kama mrithi wake. Kuna kitabu kinaitwa Shuhada ambacho tunakiuza kupitia mtandao wa Amazon. Kwa hiyo tayari tumeshaanza kuiona fursa hiyo. Lakini sisi binafsi tupo katika proposal au mkakati wa kuandaa vitabu vyetu wenyewe sisi kama sisi cha kuwaza, chama cha kuendeleza washairi. Kwa hiyo tukimaliza tu pale tutawasiliana na zile taasisi ambazo zinaweza kutusupport na kuangalia namna gani tutaingia mikataba ili kwamba tuweze kufaidika. Kwa sababu tunatoka katika kuonekana kwamba washairi tunafanya kiburudani na kwenda kibiashara, na hilo linawezekana kwa sababu fursa zipo, yani utayari tu wa mtu. Kwa hiyo tunaenda huko kutoka katika burudani kwenda katika biashara. Ule ushairi wa vina na mizani siku hizi unapotea kabisa, naweza kusema. Kuna ladha inapotea, ama ndo usasa unanogesha zaidi tasnia ya ushairi? Kusema ukweli, unapokuwa unafanya biashara unatakiwa kuangalia, yani kitu cha kwanza cha kuangalia katika biashara, aina ya wateja wako. Aina za mashairi zipo mbili. Kuna mashairi ya kimapokeo na kimamboleo. Kimamboleo manake ni shairi ambalo halizingatii zile sheria na kanuni. Ukisema tu nimeenda sokoni nikanunua nyanya hafu nikarudi, manake hilo pia ni shairi lakini halijazingatia kanuni. Kwa hiyo kusema ukweli, mimi mwenyewe ni muumini wa mashairi ya zamani ambayo yanafuata kanuni na taratibu, lakini pia sina budi kuyakubali mashairi ya kisasa ili nipate soko. Kwa sababu kuna watu wanayapenda yale ya zamani kama mimi, lakini kuna watu wanapenda kisasa. Nikisema tu mimi ndili na ya zamani, manake hawa wa sasa nimewanyima fursa na wao pia wameninyima fursa mimi kupata soko. Sasa haya mabadiliko, Ali, mimi ndo nauliza, kuna ladha yanapoteza kutoka kwenye ule ushairi wetu wa vina na mizani? Bila ya shaka yoyote. Ukiangalia mifano ipo mingi. Kwa mfano, kitu ambacho hakina uhalisia wake
hakina ladha. Wanaofuatilia michezo ya Kihindi ya zamani na sasa hivi ni tofauti. Watu wengi sasa hivi wameacha kufuatilia michezo ya Kihindi kwa sababu Wahindi wa sasa hivi wanaiga uzungu, hawapo katika uhalisia wao, ndio maana hata filamu zao zimepoteza mapenzi. Kwa hiyo ndio hivyo kwamba mashairi ambayo sasa hivi yanakwenda kuacha kufuata zile kanuni sahihi za kizamani za vina, mizani, sijui na nini, matumizi ya lugha sio mazuri, lakini watu ndio wanapenda, inabidi tuende nayo kwa lengo la kwamba tunapata soko, lakini uhalisia ule wa kishairi unapotea. Mmesema soko kubwa ni mapenzi. Tuna kama dakika 8 hapa. Mimi ningependa kusikia shairi la mapenzi bwana. Mwanali anatafakari kwanza. Hamna kutafakari. Hamna kutafakari. Hapa ndo nakaa sawa tu kama kawaida yangu. Twende kazi. Nakupenda mahabuba, wewe ndo wangu ayuni. Nakupenda mahabuba, wewe ndo wangu ayuni. Nikuonapo hushiba, kweli ni utani. Sio yako 7 namba, badi moja naeleweni. Wewe. Nakupenda mahabuba, wewe ndo wangu ayuni. Nikitizama pua, kweli nanizingua. Macho yako nakwambia, wallahi ya kusinzia. Mdomo umejazia, meno yako asilia. Nakupenda mahabuba, wewe ndo wangu ayuni. Mwendo wako hata usi, wallahi unavutia. Uendapo ninahisi nyeme wanyemea. Nakupenda kwa kiasi, ili kwako nakwambia. Nakupenda mahabuba, wewe ndo wangu ayuni. Nilalapo hukuota, ili kwangu liamini. Tena sio mara 6 bali mara 1000. Usingizi unaruka, sikia wangu ayuni. Nakupenda mahabuba, wewe ndo wangu ayuni. La mwisho na malizia, usiniache kizani. Kitanzi nitajitia, nitoweke duniani. Hasara utaingia, ili kwako liamini. Nakupenda mahabuba, wewe ndo wangu ayuni. Umekuachwa? Hatari. Nikarejewa. Shairi likamrejesha. Imani yupo. Tujifundishe. Nijifunze mashairi sasa. Ali, tupe na wewe. Lazima tusikie pande zote mbili bwana. Ikiwa unanipenda, nimesikia ayuni, na mi moyo unadunda ukinambia yakini. Inshallah nitakulinda leo na kesho peponi. Tupendane kwa pamoja leo na kesho daima. Wanivutia yakini sura na zako tabia. Mtoto wa visiwani Tumbatu unatokea. Macho yangu siamini, ewe wangu malkia. Tupendane siku zote leo na kesho kiama. Unanifanyia visa na vituko vya penzini. La kwanza hupendi pesa, wewe kwako ni imani. Siwezi kuacha kabisa, shahidi wangu manani. Tupendane siku zote leo na kesho daima. Hapa ninamalizia, maana muda wetu dhiki, ila ninachokwambia kwangu moyoni hutoki.
tuishi miaka mia kwa nguvu zake Maliki, sitokwacha daima mpenzi wangu wa haki, na jengine nalileta madamu ninakwambia, yapo mengi yanivuta hadi ninakusifia, hasa kwa zako rasta rangi nywele nazo pia. Asante, metosha. Una wake ngapi? Madam bwana, mimi dini yangu inaniruhusu niwe na 4. Ndio nauliza una wangapi? Lakini kwa huyu mmoja bwana, mtoto wa Bumbwini ana visa vinanifanya nafasi zote azichukue yeye. Hata akitokea mtu wa bara mwenye rasta umchukue. Hata akitokea mtu wa bara mwenye rasta umchukue. Sasa mimi sina pingamizi, lakini itabidi uombe kibali kwake kwanza. Samira, nataka kumuuliza kitu hapo. Hongereni. Kikweli kabisa, hata ambao unatusikiza wakati huu na imani kabisa wanapata. Ili mashairi haya lazima yamerudisha wapenzi wa watu. Lazima. Yaani mtu ana feel yani kabisa ile ladha ya ushairi tofauti na mambo yanavyokwenda mengine. Sasa hapa ndo nataka nikwambie kitu. Umeona tuliyosoma hii mahadhi nilosoma mimi haya ni ya zamani, lakini umehisi vipi? Raha, burudani kama kitu burudani kweli. Sasa leo ni maadhimisho duniani tunasema. Mimi ukiniuliza nchi gani ambazo nyingine zinafanya ushairi sijui kiukweli. Naweza kutuambia sisi kama Tanzania tuko katika nafasi ya ngapi, na kuna nchi gani kama ipo ambayo inaongoza kwa ushairi? Asante. Ni kwamba kama ambavyo inatambulika kwamba hii inaitwa ni siku ya washairi duniani, manake kwamba dunia nzima inaadhimisha ushairi, na wameweka hivyo kwa kuamini kwamba, na ndio ilivyo, kwamba ushairi una nafasi kubwa ya kudumisha lugha na fasihi ya mataifa kuliko kitu chengine chochote. Kwa sababu kwa mfano hapa nikikupa kitabu cha tamthilia, ili ufahamu dhamira ilikuwaje ikaendelea vipi, lazima nikupe kurasa 150 ndio utafahamu. Lakini shairi beti 2 tu tayari umemaliza kitu. Yaani nikimaliza beti 2 tutakuwa umeshaelewa kwamba hapa dhamira ni hivi. Lakini kuhusu sisi Tanzania tuko nafasi ya ngapi, sijaona takwimu sahihi ambazo zimetoka, lakini bila shaka yoyote kwamba Tanzania katika fani hii ya ushairi kwa Afrika Mashariki sisi ndo namba 1. Kwa sababu Tanzania ni namba 1 kwa kutokana kwamba sisi kwanza ndo wamiliki wa lugha ya Kiswahili, lakini pia ndo chimbuko la ushairi. Kwa sababu wakati wenzetu wao wanaendelea kujifunza, sisi ushairi umeanza kutumika zaidi ya miaka ngapi nyuma. Okay. Ali na Mwanali, asante sana, muda wetu umetupa mkono, lakini sisi leo tumefurahi sana kupata wageni kutoka visiwani. Mnasema Zanzibar ni njema, atakaye na aje kwa mashairi hayo tutakuja. Tutataka ubuyu la tutataka vina na meza. Asanteni sana kwa kuja jamani, na tunakushukuru wewe ambaye umetusikiliza na kututazama toka 12 mpaka hivi sasa 3 kasoro. Mimi ni Imani Henrik, nilikuwa na Samira, alikuburudisha ni DJ Trazer, lakini mfalme wa Kasri King Keke alikuwepo hapa. Tunamshukuru msimamizi wetu wa matangazo Matias Mloli akisaidiwa na Makrina Siovelwa, bila kuwasahau mareporters wetu wote Rukia Muhammad, Martha Magawa, Stella Rogers, Medad, wapiga picha wetu Jesse Jesus, Jackie JJ, Anoth Pom, watu wetu wa TX, Emmanuel Mwansasu, Brian na wengine wote. Kwa sasa nikwambie kwa heri, tutakutana Jumatatu, lakini burudani ya soka kupitia Samia Celebrities and Companies Cup inaendelea pale Mikocheni. Crown Media. Hapa ni nyumbani.